Leo twende tukaangazie ndani ya Israel kidogo, tukagusie, tukaangalie taarifa ambazo Israel wako nazo. Kumbuka Israel mwezi wa 10 wanafanya uchaguzi wa kuwachagua wajumbe wa Knesset, kwa maana ya lile bunge lao. Wataenda kuwachagua wabunge wa Knesset ambao wataweza kuwawakilisha wananchi kwenye maeneo mbalimbali ya nchi, hasa kwenye ule ukumbi wao wa bunge. Lakini sio hapo tu, miongoni mwa watakaochaguliwa hao wabunge anaenda kupatikana waziri mkuu mpya. Aidha ni huyu Netanyahu au akapatikana waziri mwingine, kwa maana huo uchaguzi unaenda kutoa taswira ya Israel nani anatakiwa kuwa waziri mkuu. Taarifa zimekuwa nyingi, uchaguzi umekuwa ni wa moto mno, ikiwemo wagombea wawili kati ya Gadi Senkot, lakini pia bila kumsahau Netanyahu na chama chake cha Likud. Sasa hivi karibuni kumekuwa na taarifa kwamba Netanyahu anataka wakataa watu wake. Kumbuka Israel ipo hivi kwamba kwa mfano vyama viko vingi, umeelewa? Vyama viko vingi ndani ya Israel, vingi mno, ambavyo kwa sababu Israel ni nchi ya kidemokrasia. Kwa hiyo huwezi kuunda serikali kama hujapata wabunge, au chama chako hakina wabunge zaidi ya nusu ya wabunge. Kumbuka Knesset na zaidi ya wabunge 120 hivi. Yes, wabunge 120. Yani viti ambavyo vipo kwenye bunge la Israel kuna viti 120. Kwa hiyo wewe waziri mkuu inabidi uwe na viti kuanzia 61 kuendelea, ndio unaweza ukaunda serikali. Kwa hiyo Likud kama Likud, chama cha Netanyahu, lakini pia kuna vyama vingine vingi ambavyo vipo, ikiwemo vyama vya mlengo wa kulia vya Kizayuni, ikiwemo Yashir, ambacho hiki chama kilianzishwa tu mwaka jana na huyu Gadi Senkot. Lakini kuna chama cha Ben Gvir kinaitwa Otzma Yehudit, lakini pia Netanyahu yeye ana chama chake cha Likud. Sasa hawa ni wanasiasa ambao Israel ndo ni kama wanasiasa nguli kwa sasa hivi. Sasa shida ni nini? Kuelekea uchaguzi mkuu, Netanyahu anaangalia sehemu gani ambapo yeye anaweza akapata uungwaji mkono. Sasa kama chama chako hakijafikisha wabunge 61, unachokifanya unaungana na vyama vingine. Yaani chama chako na vyama vingine vinaungana ili mpate hivyo viti vya kisheria, kwa maana ya viti 61, ili wewe uweze kutangazwa kuwa waziri mkuu. Na simple kabisa, kwa sababu uchaguzi ukimalizika, rais wa Israel anapendekeza mbunge ambaye anaamini huyu atapata uungwaji mkono mkubwa. Kwa mfano labda Likud imekupa wewe mamlaka ya labda kuwa mbunge wa eneo fulani, au chama chako wewe umekianzisha labda kina watu fulani ambao labda ina wabunge labda 24, 23. Hao wabunge wanaweza kukuunga wewe mkono, lakini pia ukaungana na chama kingine, mkaweza kucombine mkapata idadi ya viti 61, basi rais anakupa wewe kile cheo kwamba wewe nenda kagombee waziri mkuu. Kwa hiyo ipo hivyo. Kwa hiyo sasa kuna watu wawili ambao wanaamini kwamba hawa kwenye kuungwa mkono, yani kwenye kuungwa mkono, uungwaji mkono na baadhi ya watu au na baadhi ya vyama, wanaweza kuwa ni washindani wakuu, ikiwemo waziri mkuu wa sasa Netanyahu, lakini pia bila kumsahau Gadi Senkot ambaye anaongoza chama cha Yashir ambacho alianzisha tu mwaka jana. Hapa ni chama kipya hiki bwana, kinaonekana kuwa na wabunge wengi zaidi ya 25, 24 mpaka 25, huku chama cha Netanyahu, kwa mujibu wa tafiti, huku chama cha Netanyahu kikiwa na idadi ya viti vichache, ikiwemo kama 23 hivi, umeelewa? Kwa hiyo Senkot anaonekana kuwa na poll kubwa, ni kwa sababu tu anatumia madhaifu ya Netanyahu, ikiwemo vita dhidi ya Iran. Tumeona namna gani ambavyo walitangaza kwamba wanaenda kufanya mabadiliko ndani ya Iran, lakini hakuna kilichotokea. Bado utawala wa Iran upo, hatari imekuwa ni kubwa. Israel sasa hivi imepoteza influence ndani ya Marekani. Tumeona watu wengi ndani ya Marekani wanaonekana kwamba wanakosa imani na Israel. Kwa hiyo vitu kama hivyo vimeweza kumshushia Netanyahu, na hatimaye Netanyahu tukamuona kwamba akiwa amepoteza mvuto. Kwa hiyo Gadi Senkot na chama chake cha Yashir anaonekana kuwa na viti vingi, au takwimu zinasema
au tafiti zinasema kwamba Eisenkot anaweza akawa mpinzani mkuu wa Netanyahu katika serikali. Sasa kilichotokea ni kwamba Netanyahu anamkataa waziri wake wa usalama Itamar Ben-Gvir. Tunamfahamu ni waziri ambaye amekuwa na vikwazo vingi sana kutokana na misimamo yake mikali. Na hiki chama chake cha Etma Yehudit amekuwa na misimamo mikali sana Itamar Ben-Gvir, ikiwemo kukataa kabisa kuanzishwa kwa taifa la Palestina, lakini pia kuweza kuwa na misimamo mikali dhidi ya wafungwa wa Kipalestina. Na anatoa misimamo ya waziwazi, na kauli yake ya maarufu hivi karibuni kwamba aliagiza askari waweze kuwaua takriban raia 30 mpaka 40 wa Kipalestina. Sasa walienda kwenye harusi, Netanyahu na Ben-Gvir walienda kwenye harusi pamoja, lakini kilichotokea ni kwamba Netanyahu alikataa kupiga picha na Ben-Gvir, ni kama anajitenga naye. Taarifa zinaonekana kwamba Netanyahu anajaribu kutafuta uungwaji mkono na Gadi Eisenkot, kwa maana Eisenkot ana vyama vingi. Kwa mfano Eisenkot anaweza akawa apata viti 26, yeye Netanyahu akapata viti kama 23, lakini baadaye kuna vyama vingine vya Kiarabu kuna vyama vingine sasa vya kawaida ambavyo vinaweza vikaungana naye. Vyama vya Kiarabu haviwezi kukaa kwenye chama chochote hapa kati ya Eisenkot au Netanyahu, hawezi kuungana nao kwa sababu wao misimamo yao ni iko ya kushoto zaidi, kwamba wanaamini katika taifa la Palestina. Hivyo vyama vya Kiarabu vipo, umeelewa? Vyama vya Kiarabu vipo, na tumeona kwenye kampeni hivi juzi baadhi ya vyama walishasema kwamba tunaamini kwamba chama au taifa la Palestina litaweza kuanzishwa. Kwa hiyo walivyokutana kwenye harusi Netanyahu na Ben-Gvir akakataa kupiga naye picha, wakakataa kusalimiana kabisa, hawakuonana kwenye yale mambo. Lakini baadaye tukaona Netanyahu akatoka nje akazungumza, lakini watu wanaona kwamba Netanyahu anazidi kumkataa huyu mtu wake ambaye walikuwa wote karibia miaka 4 tangu 2022 mpaka sasa hivi 2026 walikuwa pamoja. Lakini sasa hivi na huyu Itamar Ben-Gvir aliwahi kujitoa chama chake kwenye muungano wa Netanyahu mwaka jana baada ya ile sekeseke la Oktoba, lakini baadaye tukaona akarudi tena. Kwa hiyo Netanyahu anatafuta sasa wa kumuunga mkono. Anaamini kwamba Ben-Gvir yani vyama vya mlengo wa kulia, ikiwemo chama cha huyu Ben-Gvir, chama cha Eisenkot, chama cha Bezalel Smotrich yule waziri wa fedha, vinapoteza popularity ndani ya Israel. Na chama ambacho kinakuja ni chama cha mlengo wa kati cha Yashil ambacho kinaongozwa na Eisenkot. Hiko ndio chama ambacho kinakuja kati. Na nimefuatilia kampeni, kitu ambacho nimeona kwenye hizo kampeni ni kwamba Eisenkot hii pia anaamini kwamba taifa la Palestina lisiwepo, lakini anasikitika, anatumia kwamba kwa nini wewe Netanyahu umeshindwa vita dhidi ya Iran. Kipindi hicho kumbuka Eisenkot alishakuwa waziri wa ulinzi wa Israel. Kwa hiyo alikuja na tunasema program ya makombora. Yani leo hii tunaizungumzia Israel haina makombora, lakini wana hizi ndege za kijeshi nzuri ikiwemo F-35, lakini pia wana hizo F-15, F-16, wanazo ndege za Kimarekani za kivita. Lakini huyu Eisenkot alikuwa na mpango wa kuanzisha makombora. Kwa hiyo leo hii tunazungumzia kwamba ule mpango kwa mfano ungepita, lakini ulikataliwa. Kama ungepita tungeshuhudia Israeli ambayo ina makombora sasa hivi kama Iran. Kwa hiyo kwenye hivi vita ambavyo walivyokuwa wanapigana na Iran, basi na wao wangekuwa na kitengo chao cha makombora kwa ajili ya kuweza kuishambulia Iran. Kwa hiyo mimi naamini ni uchaguzi ambao una vituko vingi, hasa kulingana na kauli za Netanyahu na huyu Ben-Gvir.